Karibu sana wapenzi watazamaji, ni wapashe yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Siku za hivi karibuni inaonekana kwamba Samia amehamishia shughuli zote za Ikulu kutoka Dodoma, Tanzania kuelekea Tunguu, Zanzibari. Karibia mwezi mzima wa Disemba na huu mwezi wa Januari ambao tunaendelea, Samia amekesha Zanzibari mpaka Watanganyika wameanza kulalama. Wanauliza hivi, huyu mama aliiba kura akawaua Watanzania, apeleke shughuli zote za Tanganyika Zanzibari? Hatujakataa, atakana kwamba alienda Krismasi, anapaswa kurejea Tanzania. Sasa yameelekea wapi? Zanzibari, kwa sababu anatoka Zanzibari. Shughuli zote za mwezi wa Disemba, serikali nzima zilikuwa wapi? Zanzibari. Tukianzia waziri mkuu ambaye ni Kidomo Mwigulu Nchemba alikuwa Zanzibari. Tukienda Emmanuel Nchimbi alikuwa Zanzibari. Tukienda Jakaya Kikwete alikuwa Zanzibari kufungua miradi ya Samia pande wa Pemba. Yaani ina maana sisi Watanganyika tunatolewa kodi, zinakusanywa na TRA, zinapelekwa Zanzibari. Sasa hii leo Samia alichapisha kwenye mitandao na kuwajulisha wananchi kwamba amehamia Zanzibari. Alichapisha kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumza na viongozi wa Wizara ya Maliasili na Utalii kabla ya kukabidhiwa tuzo 3 ambazo Tanzania imeshinda katika utalii Afrika na dunia. Kikao hicho kilifanyika Ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibari tarehe 5 Januari mwaka 2026. Tuzo hizo zimetolewa na taasisi ya World Travel Awards zenye makao makuu yake jijini London, Uingereza. Unajua hizi zawadi wamezinunua, na lengo la kuzinunua ni kutaka kujenga taswira kwamba Tanzania ipo na mazingira bora ya utalii baada ya Samia kuwaua watu zaidi ya 10,000. Samia aliua watu zaidi ya 10,000. Sasa ameanza juhudi za kuhalalisha uongozi ambao aliweza kuiba kutoka kwa wananchi. Mnakumbuka mwezi uliopita nikiwaeleza kwamba Samia amemtuma waziri wa mambo ya nchi za kigeni David Kombo kwenda kusafisha jina la Samia na la Tanzania baada ya Samia jina lake kutanda ulimwengu mzima kwa kuwaua wananchi, kwa kuendeleza udikteta, kwa kuendeleza ukandamizaji, kwa kuendeleza kitu ambacho kinaitwa uuaji wa demokrasia Tanzania. Sasa wametumia pesa za kodi za mwananchi kununua hizi tuzo 3 ambazo wanasema kwamba ni tuzo
za utalii ambazo Tanzania imeweza kushinda, na lengo la hilo, mtazamaji wangu, ni kutaka kusafisha lile jina baya ambalo lilitembea ulimwengu mzima kwamba Tanzania haina amani, ilikuwa inaua raia wake, kwamba Tanzania ina viongozi ambao ni wakatili. Yaani wanataka kusafisha tu jina, hata hawana chembe chembe za huruma kwa zile familia ambazo wapendwa wao waliweza kuuawa. Kitu ambacho wanakitaka tu ni kupata kuhalalisha uongozi wao wa mauaji. Sasa tangia Disemba huyu mama amekita kambi Zanzibari. Shughuli zote za serikali, pesa zote za serikali zimepelekwa Zanzibari. Huko ndiko anakaa, huko ndiko anafanyia kazi, katika ikulu ndogo ya Tunguu. Ama kweli Watanganyika wanalalamika ukweli kwamba mali yao yanapelekwa Zanzibari, kwa sababu ukiangalia mwezi wa Disemba miradi ambayo ilikuwa inafunguliwa na serikali ni ya Zanzibari tu. Nikamwona mtu mwenye anaitwa Jakaya Kikwete akifungua mradi upande wa Pemba, Zanzibari. Mwigulu Nchemba alikuwa upande wa Zanzibari akifungua mradi. Shughuli zote za serikali Zanzibari. Ametoroka ile harufu ambayo aliweza kuua wananchi upande wa Tanganyika au nini? Usije ukafikiria kwamba hata huko Zanzibari wanamkubali. Hawawezi wakakubali mtu ambaye ni muuaji, hawawezi. Ni vile tu anataka kutumia kodi ya wananchi kusafisha jina lake. Ameenda kujificha Zanzibari kwa sababu anajua kwamba hawezi akasafiri katika nchi za kigeni, kwa sababu yeye ni muuaji, kwa sababu yeye ni katili, kwa sababu yeye ni mfiraji, kwa sababu yeye ni mkandamizaji. Hawezi. Hasa ameamua kuhamia Zanzibari. Ni kipi hichi ambacho kipo Zanzibari? Ni kipi? Yaani serikali imeamua kutumia mpaka kodi ya mwananchi kununua tuzo. Sijui wazo lako ni lipi?